Yes, asije akakulaumu. Kwa hiyo usiongeze maneno ya Mungu katika mambo yake, katika maneno yake. Asije akafanyaje? Akakulaumu. Lakini leo watumishi wangapi wanaongeza maneno? Watu wangapi wanaongeza maneno? Haleluya. Mtu mmoja nimemkuta, yani ni kama vile anasaisha, anasema hivi, kuna mtumishi alikuwa anasema ya kwamba anawakataza watu kusali uchi. Yes, of course, kusali uchi sio vizuri sana. Labda kama uko katika hali ya kutokujiweza, kwa mfano unaumwa, umeona? Unaumwa kwa kitandani, uwezi kuamka ujistiri. Hapo unaweza ukasali uchi, lakini sio halali kusali uchi. Ukiwa unajiweza, unaweza kuvaa nguo. Umeona? Sio vizuri kuendea Mungu uchi. Sawa? Kwa kila mmoja anapokwenda mbele ya Mwenyezi Mungu afanyaje? Ajistiri. Sasa yeye akaanza kumsaisha mwenzie ya kusema, huyu anasema watu wasende uchi kusali. Mbona maandiko yanatuambia sisi tulikuja uchi na tutarudi uchi, na macho ya Bwana yapo kila mahali. Afu akasema eti ni kitu gani kitakachotutenga na upendo wa Mungu Baba? Ni shida, mateso au uchi? Ko akawaruhusu watu wao wanasali wakiwa uchi, wakiwa peke yao, wao wanasali uchi. So hao ni watu ambao wanafanyaje? Wanaongeza katika maneno ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Andiko hili limaanisha kwamba tusali uchi. Kama andiko amesema macho ya Bwana yako kila mahali. Sasa yapo kila mahali, si yeye ndo anatuona. Yes. Hapo uchi, maandiko Paulo anasema pale, ni kipi kitakachowatenga na upendo wa Mungu Baba? Je, ni njaa, uchi, hada au shida? Hapo uchi unaotajwa hapo sio uchi wa kusema ndio uende mbele ya Mwenyezi Mungu kuabudu, kuomba uchi. No. Ni uchi wa kukosa mavazi. Amen. Yes, ni uchi wa kufanyaje? Wa kukosa mavazi. Kwa hiyo unakuta watumishi wa Mungu, watu wa Mungu wanaongeza mambo ambayo Mungu hajafanyaje? Hajazungumza. Kwa watu nikasikia pale comment eti huwa naogopaka tu kwanza leo nitakuwa nasali uchi. Tayari kashapotosha watu. Umeona? Kashafanyaje? Kashapotosha watu. Kwa nikaandika pale, nikamsaisha. Nikamwambia ndugu yangu, huo ni upotoshaji. Hakikisha unafanyaje? Unasaisha video yako. Umeona? Maandiko hayajamaanisha hivyo. Nikaorozesha pale, nikamtumia, nikaweka kwenye comment. Sijui kama message ilimaliza tasiku. Akaifuta. Yes, akaifuta. Watu wapendi kusaishwa katika maovu yao. Wanajiona wako sahihi, kumbe wanafanyaje? Wanapotosha. Umeona? Akaifuta. Kwa natamani andae video ili nikemea. Kwa unapopotosha neno moja tu, maana kwamba unakuwa umeongeza au umepunguza. Watu wakisikia mapokeo ambayo Bwana hajayasema, unajua utadaiwa nafsi ya watu wangapi. Umeona? Kwa kauli moja tu potofu ikipokelewa watu 1,100 wakaamini, kwa kuwa mimi naamini wapo wengi waliamini alichokisema, na mpaka sasa hivi watakuwa wanasali uchi. Tayari watu wameshafanyaje? Wameshapotea. Kwa utajikuta maombi yao tunafanyaje? Hayapokelewa. Umeona? Ndio kwa maana wakati Adamu walipofanya maovu, umeona? Mungu pia alisupport kitendo cha kujistiri. Walitengeneza mavazi ya majani, Mungu akatengeneza mavazi ya nguo ya ngozi. Maana kwamba ya majani ni yangeharibika tu siku moja au mbili, lakini ya ngozi kutengeneza nguo ya ngozi inakaa siku ngapi? Inadumu. Kwa Mungu anapenda kumbe tufanyaje? Tujistiri. Sasa unawezaje kumwendea mbili na nili uchi? Mwenyezi Mungu uchi. Ni stara. Inabidi tuwe na stara. Nani awezaye kumwendea mama yake au baba yake, yeye kasha kwa mtu mzima? Kwa mfano tumesha kwa watu wazima hivi, kumwendea baba yako uchi unaweza? Mama yako uchi unaweza? Hauwezi. Kwa nini tumwendee Bwana uchi? Yeye katuambia macho yake yupo kila mahali, anatuona. Ndio. Je, anakuambia anaona ni uchi wako? Yeye anatuona. Afu sana Mungu anatuona, kwa sababu kuna mambo ambayo watu wanaficha sirini ndani ya mioyo, ambao wao wanaona hayajulikani, yaonekane. Kwa Bwana mambo hayo yapo nini? Yapo uchi. Umeona? Yapo wazi. Watu wanapotosha watu. Haleluya. Eti usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu. Haleluya. Eti akaonekana muongo. Eti usije ukaonekana kuwa muongo. Kwa unapoongeza kumbe unaonekana kuwa muongo. Kumbe wale wote wanaongeza maneno ambayo Bwana kuyafanya, akuyaongea ni waongo. Haleluya. Sasa unakuta mtu anamwandikia wewe ni nabii wa uongo, wewe ni mtumishi wa uongo, wewe ni mwamini wa uongo, anakasirika. Sasa unachokifanya kinaakirisha. Umeona? Maandiko yanasema kinaakirisha.